Ule msemo wa wahenga wanaosema kwamba mchezo kwao hutunzwa, siku hizi umebadilika kwa upande wa Liverpool. Maana siku hizi anacheza kwake lakini hatunzwi. Sijui kwa nini, labda wahenga wanabidi warudi watafakari maneno yao. Mimi ni Hassan Saddam, niko na Eliza maarufu Tucheze. Tuko hapa kuchambua mchezo wa Yanga dhidi ya JS Kabylie ambao ni majira ya saa 1 ya siku ya leo. Saa 1 kabisa huko nchini Nigeria. Young Africans wataingiza miguu wanjani au kikosi kizima kuisaka tiketi yao baada ya mchezo wa kwanza visiwani Zanzibar dhidi ya FAR Rabat. Leo ni mchezo wa pili dhidi ya JS Kabylie. Eliza, habari yako? Lakini salama kabisa. Mzima kabisa? Namshukuru Mungu, silalamiki. Ufanyiji? Silalamiki. Kwani kuna wanaolalamika? Yao, kuna mtu anaamka analalamika tumbo linamsumbua, mtu anaamka viungo vinasumbua, mtu analalamika leo sijaamka sawa. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu sijapata kulalamika kwenye hiyo situation. Kulalamika kwenye situation. Young Africans mliibuka na ushindi mchezo wenu wa kwanza dhidi ya FAR Rabat katika kundi ambalo limepewa kundi la kifo. Leo ni mchezo wako wa pili dhidi ya JS Kabylie. JS Kabylie ametoka kupoteza kwa Al Ahly kwa kipigo kitakatifu, kipigo cha goli 4-1. Young Africans ameibuka kwa ushindi wa goli 1 dhidi ya FAR Rabat. Ni mchezo wa aina gani wa hii leo? Of course ni mchezo ambao utakuwa mgumu na tension yake itakuwa yenye pressure kwa sababu JS Kabylie ametoka kupoteza. Na itakuwa ni mechi ngumu kwa JS Kabylie kwa sababu ametoka kupoteza na anataka aanze vizuri dhidi ya Young Africans. Yaani aanze kutafuta alama 3 kwa Young Africans. Wakati huo Young Africans akiwa hataki kupoteza mbele ya JS Kabylie, at least aondoke na alama 1 ili aweze kujikita zaidi kwenye eneo zuri. Mpaka makundi kuja kuisha awe na uhakika wa kuingia hatua ya robo finali. Kwa hiyo ni mchezo ambao utakuwa na pressure kwa JS Kabylie, ila ni mchezo ambao utakuwa na tension ya kawaida kwa Young Africans kwa sababu Young Africans kwanza anaenda kuitafuta alama 1. Ikitokea amepata matokeo ya pointi 3 litakuwa ni jambo la kumshukuru Mungu, lakini plani yetu ya kwanza ni kumzuia JS Kabylie asipate matokeo chanya dhidi yetu. Kwa hiyo ama ikitokea ametufunga basi asitufunge kwa idadi kubwa ya magoli kwa sababu tunaenda kwa kuwa respect JS Kabylie kwa sababu na wao wako na wachezaji 11. Young Africans pia ina wachezaji 11. Wachezaji wa JS Kabylie ni wachezaji wenye ubora, wana quality na ni wachezaji wana uwezo wa kuamua matokeo katika mazingira yoyote yale. Lakini pamoja na kwamba wana uwezo wa kuamua matokeo katika mazingira yoyote yale, haimaanishi kwamba Young Africans atashindwa kupata matokeo mbele ya JS Kabylie. Ni vile tutakavyoweza kuzitumia nafasi tutakazozitengeneza kwenye hiyo mechi kwa sababu hakuna timu itakuruhusu kutengeneza nafasi nyingi. Unaweza ukatengeneza nafasi afu kashindwa kuzitumia au kashindwa kuzibadilisha kuwa magoli. Kitu ambacho kinatakiwa ni upatikanaji wa matokeo. Mpira michuano ya kimataifa haitafuti ubora possession ya mpira, haitafuti ubora performance ya wachezaji, wala ubora wa timu. Mpira wa kimataifa unahitaji matokeo zaidi kuliko vitu vingine vyote. Wewe fanya vitu vyote lakini mwisho unatakiwa utafute matokeo, kitu ambacho ndo kinaweza kukufanya wewe kusogea hatua inayofuata. So kama tutashindwa kutumia nafasi tutakazoweza kuzitumia, basi na sisi JS Kabylie wasifanikiwe kutengeneza nafasi au kuwaruhusu zile nafasi walizozitengeneza waweze kuscore, ambacho ni kitu kitakachotuwekea mazingira magumu wakati wa makundi kutamatika. Kwa hiyo mimi nadhani tunaenda kwa kuwa respect JS Kabylie, tunajua ubora wao, tunaenda tukijua kabisa kwamba tukifanya makosa wanaweza wakatuadhibu. Kwa hiyo kitu ambacho tunatakiwa kukifanya ni kutoruhusu wakasogea kwenye eneo letu, kutoruhusu kufanya makosa ya kujirudia na kuweza kucheza kitimu zaidi, kuhakikisha tunaondoka na alama 1. Ikiwezekana tunaondoka na alama 3, litakuwa ni jambo la heri. Ukiutazama msimamo wa kundi bila Young Africa ambako upo Yanga anaongoza Al Ahly ambaye ana alama 3 sawa na Yanga, lakini anakuwa alifunga idadi ya magoli mengi. Alifunga magoli 4 likitolewa na ile 1, ina maana anakuwa na goli 3. Anasimama pale, unafuata wewe, anakuja FAR Rabat, baadaye anakaa JS Kabylie. JS Kabylie kuelekea mchezo huu ambao ni wa muhimu zaidi wa hii leo, uone kama yeye ana nafasi kubwa ya kupata ushindi kuliko Young Africans ambaye yuko ugenini. Na ikumbuke kwamba Yanga hana matokeo mazuri sana hana mara mwisho kwenda Algeria alifungwa kama unakumbuka vizuri. Hii raundi ya pili anaenda, matokeo ya mwisho kutoka pale alipoteza. Na mchezo anaokutana nao ni mchezo ambao unahitaji matokeo kwa hali na mali. JS Kabylie unaonaje kwanza kwenye mchezo wa leo na Yanga?
mara ya mwisho Yanga kwenda akafungwa na MC Alger haimaanishi kwamba itashindwa kumfanya Young Africans akapata matokeo, kwa sababu Young Africans pia amewahi kupata matokeo dhidi ya Usuma kwenye michuano ya shirikisho finali. Kwa hiyo kupoteza mbele ya MC Alger haimaanishi kwamba atashindwa kupata matokeo chanya dhidi ya JS Kabylie. Of course JS Kabylie anayo nafasi kubwa kutokana na kwamba mazingira ya mpira wa ukanda wa kaskazini. Hilo ni swala la kwanza. Swala la pili ni kwamba yeye ndo mwenyeji wa mechi na ana mashabiki wake yeye, kila kitu anacho yeye. Kwa hiyo sisi tunakuwa tunakontroliwa kuingia uwanjani tukiwa tunawasikiliza wenyeji wetu. Kwa hiyo hizo ni chance mbili ambazo JS Kabylie anajimwamba fainazo kwa sababu yuko nyumbani kwake na pia mashabiki wa kwake, tatu uwanja wa kwake, anayo kila sababu ya kufight kupata matokeo mbele ya Young Africans. Lakini yeye kuwepo nyumbani na kuwa na vitu vyote hivyo, vyanzo vyote hivyo vipelekea yeye kupata matokeo haimaanishi kwamba anaweza akashindwa kupoteza mechi mbele ya Young Africans, kwa sababu Usma alikuwa na kila kitu nyumbani kwake lakini aliweza kupoteza mbele ya Young Africans. Kwa hiyo ni vile watakavyoweza kuchanga karata zao vizuri na kujua umuhimu wa matokeo ya ugenini yatanisaidia vipi pale nitakapoelekea kwenye mechi nyingine, ili niweze kufight nisipoteze moja kwa moja, kwa maana ya kudondosha alama 3. At least kama nadondosha alama nidondoshe alama 2 na sio kudondosha alama 3. Kwa hiyo mimi nadhani JS Kabylie yeye ndio yuko kwenye tension ya hali ya juu, yuko kwenye tension ya kwenye pressure ambayo yani yeye anatakiwa ajue ni jinsi gani anaweza kumaintain kikosi chake, kuweza kuzuia kwa wakati na kushambulia kwa wakati, kuhakikisha nafasi anazozitengeneza zinaweza kumfanya yeye apate matokeo mbele ya Young Africans. Wakati huo Young Africans anaenda na matokeo, anaenda na mentality ya kutafuta alama moja peke yake. Kwa hiyo kitu cha kwanza kwa Young Africans ni kutoruhusu kufungwa na JS Kabylie. Lakini kitu cha kwanza pia kwa JS Kabylie na yeye ni kutoruhusu kufungwa na Young Africans. Wakati huo akiwa anazuia kufungwa na Young Africans, awe na wakati mzuri pia wa kwenda kushambulia, kutengeneza nafasi na kuzibadilisha kuwa magoli. Kwa hiyo mimi nadhani yeyote aliyezichanga karata zake vizuri anao uwezo wa kupata matokeo kwenye uwanja wowote, aidha wa ugenini au wa nyumbani. Hasa kwa JS Kabylie. Nikizungumzia JS Kabylie ambaye ni timu ambayo iko nyumbani kwake, pale kuna wachezaji ambao tunajua ubora wake. Wapo kina Arthur Bada, tunajua ubora wao ambao kipindi wako Singida. Kuna kina simkumbuki amewahi kupita Simba. Lakini Babakar Sali ni wachezaji ambao tayari anaijua Young Africans vizuri. Arthur Bada anaijua Young Africans vizuri, anajua ubora wa Young Africans huko maeneo gani, udhaifu wa Young Africans huko maeneo gani. Lakini anaijua kwa situation, anaijua kwa kipindi gani. Kipindi cha msimu uliokwisha vipi kwenye kipindi hiki, sababu msimu uliokwisha kulikuwa na mwalimu mwingine na msimu huu kuna mwalimu mwingine. Kwa hiyo mimi nadhani sisi tunasubiri dakika 90 kwa sababu tunachokihitaji sisi mashabiki wa Young Africans kwanza ni alama 1. Tukipata alama 3 tutawapongeza zaidi wachezaji na benchi la ufundi kwa kuingia kwa respect ya hali ya juu kuhakikisha Young Africans hapotezi alama hata moja kwenye uwanja wa ugenini. Kitu ambacho kitakuwa ni favorite zaidi kwa Young Africans kama tutakuwa tumepata alama 3 kwenye uwanja wa ugenini, maana yake tutakuwa tunajitengenezea au tutakuwa tunayatengeneza mazingira ya kuendelea kushinda na mechi za nyumbani zilizobaki 2, tutakuwa katika wakati mzuri zaidi kuielekea robo finali. Tulikuwa tunaendelea kuzungumzia mchezo wa Young Africans na JS Kabylie. Tulikuwa tumeshikilia hapo kwamba tunaelekea huu mchezo kwa mafigiso ambazo zilianza siku ya Jumanne Yanga alipowasili nchini Algeria. Kama unakumbuka, Alikamwe, Alikiri waliweza kufichua baadhi ya vifaa vyao. Tunaelekea kwenye huu mchezo wa leo majira ya saa 1 na unajua wingi wa Arabu. Labda figisu zikaendelea, kuna namna zinaenda kawatoa Yanga mchezoni. Sio kwa wakati huu. Hizo nyakati tulishapita. Maana tulikuwa tunaenda, tunaweza kufungwa, tunarudi. Lakini kwa wakati huu tumeshajua ni jinsi gani ya kucheza na timu zinazotoka ukanda wa kaskazini. Sababu hata tunacheza na Usuma figisu zilifanyika nyingi sana. Tulianza kufanywa vituko bado tukiwa hotelini. Mpaka siku ya mechi hadi viongozi wakubwa walizungumza. Nadhani hata rais wa FIFA mwenyewe alizungumza kwamba kama mgeni ambaye ameenda kucheza ugenini amefanywa vituko kama hivyo, kina Yaya Toure walizungumza kwamba mgeni ana magoli 2 na pointi 3 na mwenyeji ana magoli 2 na pointi 3 na mgeni ana clean sheet ya ugenini
vipi kuhusiana na mwenyeji ambaye hakupata clean sheet ugenini? Anawezaje kupewa ubingwa? Kaeni chini kafu muangalie kanuni zenu jinsi mnavyoweza kuzisimamia. Ni kutokana na situation iliyotokea pale Young Africans alivyofika Algeria, vitu alivyofanyiwa, lakini na bado kwenye mchezo hakuweza kupoteza concentrate ya mchezo na akaweza kufanya vizuri na akashinda ule mchezo. Pamoja na kwamba alishindwa kubeba ubingwa kutokana na kanuni zilizopo kwenye kanuni za CAF. Kwa hiyo mimi nadhani hizo figisu ni vitu ambavyo tuliisha vipita tangu hapo awali. Hizo figisu maybe watengenezee Azam, wafanyie Singida, na wao wameshakaa chini, wameambiwa kwamba 1 2 3 mtaenda mtakutana navyo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mchezaji hatakiwi kuviweka akilini. Yeye anachotakiwa kukifanya ni kwamba nyie fanyeni ya kwenu, lakini sisi mwisho wa siku tukutane uwanjani. Kama hivyo vitu mnavyovifanya na vyenyewe vitakuwepo uwanjani, labda ndo vinaweza vikatutoa mchezoni. Lakini kama ni vitu ambavyo mnavifanya nje ya uwanja, basi mwisho wa siku tukutane kwenye uwanja, tuoneshane uwezo, performance ndani ya dakika 90. Mwenye bahati au mwenye uwezo atafanikiwa kuondoka na matokeo. Kwa hiyo kwa Young Africans sio timu ya kuanza kuzungumzia masuala ya figisu. Hivyo ni vitu ambavyo tumeikwisha vipita. Hivyo ni vitu ambavyo sisi havituangaishi kwa sababu ni hatua ambazo tumekwisha zipita. Hizo niseme ni stage kama mtoto kama ukuaji kwa mtoto. Mtoto anapokuwa lazima anapitia stage moja mpaka nyingine. Mwisho wa siku anakuja kusimama, kuna stage anakuwa amezipita. Kwa hizo ni stage ambazo Young Africans ameshazipita. Stage za figisu ni stage ambazo Young Africans ambazo hatakiwi kuziandafia. Ni stage ambazo tumekwisha ziacha. Sisi tunajua wewe fanya ya kwako yote nje ya uwanja. Mwisho wa siku tutakutana watu 11 kwa 11 uwanjani. Wangekuwa wanafanya hivyo vitu alafu wao wanaingia uwanjani watu 12 13, naweza nikasema hizo ndo zingekuwa figisu. Lakini unafanya nje ya uwanja, unawasha mabaruti, unazuia watu airport. Mwisho wa siku sisi tutakutana uwanjani. Tuoneshane uwezo. Basi mwenye uwezo ataondoka na pointi 3. Mwenye amezichanga karata zake vizuri ataondoka na alama 3. Mwenye atazitumia nafasi alizozitengeneza kwa ufasaha ataondoka na matokeo mazuri. Kwa mimi nadhani hizo figisu kama wanafikiria kwamba bado Young Africans yuko kule alikokuwa, kwamba akienda anaogopa Waarabu, akienda akifanywa hivi anatishika, ni vitu vya kawaida sana. Tumeisha vipita, tumeisha toka kwenye hizo level. Eliza, turudi katika sehemu ya kiwanja ya Young Africans sababu tunazungumzia wachezaji 11 ndani na kocha wao Pedro Goncalves. Mchezo wa kwanza wa makundi dhidi ya FAR MC Farabati pale uwanja wa Amani Complex, mliibuka na ushindi. Kwanza playing style ya Yanga uliionaje? Mimi na wapongeza wachezaji wa Young Africans kwa sababu walionyesha performance nzuri sana. Wanaonana ila tu umakini kwenye eneo la ushambuliaji haukuwa wa kiwango cha juu, kwa sababu kama wangekuwa na umakini wa kiwango cha juu maana yake tungeondoka na zaidi ya goli 2 mpaka 3. Kwa hiyo mimi ninachowashauri tu wachezaji wa Young Africans ni zile nafasi wanazozitengeneza wawe makini kuzibadilisha kuwa magoli, sababu hakuna timu ambayo utaendelea kukutana nayo ikawa inakuruhusu kutengeneza nafasi nyingi kama ulizozitengeneza dhidi ya Farabati. Kwa hiyo yote kwa yote dakika 90 wanachotakiwa kukifanya ni kuzitumia zile nafasi watakazokuwa wanazitengeneza kuhakikisha wanapata magoli yatakayowafanya wao wawe na kipaumbele cha kwenda hatua ya robo finali. Mmembatika kumwangalia Jesse Kabylie mchezo wake wa kwanza. Unaweza kusema sehemu gani walikuwa wapungufu zaidi, kwamba unaamini Yanga wakizitumia zile nafasi kupitia mchezo wa kwanza ulivyoona Jesse Kabylie wakicheza na Al Ahly, unasema hapa wako ni dhaifu sehemu fulani na sehemu fulani, na sisi Yanga tukifanya hili na hili leo tunaibuka na alama 3 nyingine ugenini, au ikipendeza zaidi ukipata sare lakini tusifungwe. Huo ndio ukweli kwamba sisi tunaenda Algeria, tunaenda na plani ya kutopoteza mechi. Kwa maana tunaenda kuwazuia JS Kabylie wasipate matokeo dhidi yetu. Mechi ya Al Ahly dhidi ya JS Kabylie ni mechi ambayo sikuiangalia. Lakini kama sikuiangalia haimaanishi kwamba nitashindwa kuizungumzia wapi ubora wa JS Kabylie ulipo na wapi udhaifu wa JS Kabylie ulipo. So automatically ni timu ambayo ilifungwa. Ukishaona timu imefungwa goli 4, maana yake udhaifu wake uko kwenye eneo la ulinzi. Eneo lao la ulinzi linapitika kiurahisi sana. Ni mabeki ambao hawana ile chemistry ya moja kwa moja kuelewana wao kama wao, kusema kwamba waweze kuzuia washambuliaji wa kwenda kuwadhuru.
Kwa hiyo kwenye eneo la katikati pia wameonekana kuwa bora, lakini sio ule ubora wa hali ya juu kusema kwamba wachezaji wa Young Africans, hasa safu ya ushambuliaji ya Young Africans, itashindwa kupita kwenye safu ya kiungo cha JS Kabylie, kwa sababu unatazama hata wao wenyewe magoli waliofungwa na Al Ahly. Kwanza kuna goli walijifunga, maana yake wana makosa wanayoyafanya, hasa ukiwa unawafesi mara kwa mara kwenye eneo lao. Kwa maana ukiwa unawachezea kwenye eneo lao muda mwingi, kuna makosa wanayafanya. Hasa ukishagundua kuwa kuna makosa wanayafanya kwenye safu ya ulinzi, nadhani mwalimu wao atakuwa amekaa nao kwenye viwanja vya mazoezi na kuambia wajirekebishe. Lakini pamoja na hivyo haimaanishi kwamba wao wataweza kuwazuia Young Africans kama Young Africans yatakuwa ameziweka plani zake vizuri na kuhakikisha zile nafasi anazozitengeneza basi anaweza kuzibadilisha kuwa magoli. Eliza, saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, hasa saa za Tanzania, mwalimu anatoa vikosi vyao vinavyoanza vya mchezo. Unatamani Pedro aanze na kikosi gani? Hiyo ndio tukiwa tunamaliza kabisa. Kama kawaida golini aanze na Djigui Diarra. Kushoto aende na nani Shabalala ya kwa maana ya namba 3. Namba 2 aanze na Patrick Mwenda. 4 na 5 Baka na Jobu. 6 Duke Abuya. 7 Max Nzengeli. 8 Mudathiri Yahya. 9 Prince Mpomelelo Dube. 10 Momo Dombia. 11 Pacome Zouzoua. 11 Pacome Zouzoua. Namba 9 anakaa yule Prince Mpomelelo Dube aliyewapa tabasamu wa Tanzania wote kwa ujumla, ikiwa ndio timu pekee ya Yanga iliyoibuka na ushindi katika mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi barani Afrika katika timu 4 zinazoshiriki mashindano ya klabu bingwa, lakini bila kusahau shirikisho. Tunamaliza hivyo. Kumbuka wahenga siku hizi misemo yao kama haiendani na uhalisia. Kama JS Kabylie wataweza kutumia uwanja wa nyumbani, ule msemo utakuwa umeklik kwa kwamba mchezo kwao utunzwa, lakini kinawezekana na Yanga kaibuka na ushindi ugenini ili wahenga wabaki kushangaa. Asante sana na bye, tukutane wakati mwingine.